Rais wa Marekani amesema kwamba ameanzisha vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kile anachosema anawatetea wa Marekani. Rais huyo amethibitisha kuwa Washington imeanzisha operesheni kubwa za kivita nchini Iran ili kuondoa matishio yanayokaribia na kuwatetea watu wa Marekani. Jamhuri ya Kiislamu hapo awali ilikataa matakwa ya Marekani ya kukomesha mpango wake wa nyuklia ambayo inasema ina malengo ya amani pekee. Katika video ya dakika 8 iliyochapishwa siku ya leo Jumamosi kwenye ukurasa wa Truth Social, Rais wa Marekani Donald Trump alielezea orodha ya malalamiko ya kihistoria kuelekea Tehran, huku akielezea utawala wa Iran kama kundi katili la watu wagumu sana, wabaya, na kuongeza kuwa shughuli zake za kutisha zinahatarisha moja kwa moja Marekani, wanajeshi wetu, vituo vyetu vya ng'ambo na washirika wetu ulimwenguni kote. Rais huyo alitaja kushindwa kwa diplomasia ya nyuklia kama kichocheo cha moja kwa moja cha mashambulizi mapya. Katika operesheni ya Midnight Hammer June iliyopita, tulifuta mpango wa nyuklia wa serikali huko Fordo, Natanz na Isfahan. Alisema baada ya shambulizi hilo tuliwaonya wasirudie tena harakati zao za silaha za nyuklia, na mara kwa mara tulitaka kufanya makubaliano. Walisema wanataka kufanya hivyo lakini hawakufanya. Kikundi chenye silaha kinachoungwa mkono na Iran kimeonya kuhusu vita vya muda mrefu iwapo Marekani itaishambulia Tehran. Trump pia alidai kuwa Iran sio tu iliendelea kuendeleza mpango wake wa nyuklia, lakini pia imekuwa ikifanya kazi ya makombora ya masafa marefu ambayo yanaweza kutishia marafiki na washirika wetu huko Ulaya na inaweza hata kufikia bara la Amerika. Vyanzo vitatu vya Reuters hapo awali vilitilia shaka Iran kuwa na uwezo huo. Rais wa Marekani pia alisema kwamba vikosi vya Marekani vitaharibu makombora ya Iran na kuharibu sekta yao ya makombora, kuangamiza jeshi lao la majini na kuhakikisha Iran haipati silaha za nyuklia, huku ikikubali hatari ya majeruhi ya Marekani. Trump alithibitisha hotuba yake kwa kuwataka wanajeshi wa Iran kuweka silaha zao chini, akionya kwamba watakabiliwa na kifo hakika. Pia alitoa wito kwa wa Iran na watu wa kawaida kuchukua serikali yao baada ya Marekani kutimiza malengo yake. Iran inashikilia kuwa haitafuti kupata silaha za nyuklia, ikisema kuwa mpango wake wa atomiki ni kwa madhumuni ya amani pekee, lakini pia imeonya kwamba mashambulizi yoyote yatakabiliwa na mashambulizi ya kulipa kisasi kwenye vituo vya kijeshi vya Marekani kote Mashariki ya Kati. Na hiki ndicho ambacho kimeanza, ambapo taarifa zinadai kwamba serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia jeshi lake la IRGC limeanzisha mashambulizi makubwa katika maeneo mbalimbali katika Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Israel na maeneo yote yenye kambi za kijeshi za Marekani. Lengo ni kwa ajili ya kulipa kisasi kutokana na mashambulizi yaliyotangazwa na Marekani pamoja na Israel. Mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakujuza ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu, hasa wakati huu wa vita kati ya Israel na Marekani pamoja na dhidi ya Iran. Naitwa Adam Hussein. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.